Baba, baraka zako tunazihitaji. Asante kwa jeshi la mbingu limetuzunguka kwa kulinda mahali hapa, ili jina lako liinuliwe na utukufu, heshima irudi kwako Mungu aliye hai. Kwa jina la Yesu Kristo aliye Mwokozi na Bwana wetu tunaomba. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu shangilia kwa viumbe vipya mbele za Mungu. Mbingu kuna furaha kubwa, mtu mmoja akiokoka, lakini hapa tuna zaidi ya mmoja. Hebu shangilia tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen, 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 amen. Ndio watu wa Mungu, leo mmekuwa wana rasmi wa Mungu. Haleluya. Kwa hiyo karibu sana kwenye Ukristo na kwenye kuwa watu wa familia ya Yesu Kristo. Nyinyi sio watu wa kawaida, mmekuwa viumbe vipya ndani ya Kristo, na ninyi ni mwili wa Kristo. Kuanzia leo mmekuwa viungo ndani ya mwili wa Kristo. Kwa hiyo ninyi sio watu wa kawaida tena, mmeandikwa katika kitabu cha mbinguni. Karibu sana na Mungu awabariki, na watumishi watawasalimu, lakini pia watawatilia mikono ili kwa Mtakatifu awasaidie katika safari hii ya imani ambayo imeanza rasmi jana, kumpokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yenu. Mungu awabariki sana. Karibu sana baba. Mungu. Haleluya. Baba, katika jina la Yesu Kristo mkombozi wetu Bwana, tunasema asante kwa mchana wa leo, kwa kuwa tumekuwa wenye furaha. Kanisa lako na mwili wa Kristo tumejaa na furaha kubwa kupokea wapendwa, watata wa mama, vijana Baba, wamesikia sauti yako, wamekusogelea. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Finland ni mbali sana. Hawa wametoka mbali, lakini ni kwa juu ya wale watu ambao wamesimama hapa leo. Haleluya. Sasa nataka kuonyesha kama hawa ni dada zenu, ni rafiki zenu. Sasa tangu leo, amen, mtakuwa urafiki na hawa watu. Haleluya. Tuseme nini kwa hawa watu ambao wanatoka Finland? Tuseme nini? Tunasema karibu kwao au sio? Kama tunasema karibu kwao, tunyoshe mkono wetu juu. Pepea Yesu Kristo, pepea Yesu Kristo.
kwa ujio wa hao watu ambao wametoka Finland, na katikati yao yupo mama wa hili anaitwa Miriam Rosare. Kwa upekee tena tumpepee mama ili mbingu tu ziendelee kumpa nguvu na heshima. Asante sana, mbarikiwe na Bwana. Bwana Yesu awabariki sana. Mbarikiwe na Bwana mama. Asante. Wangapi Yesu amewaokoa? Mimi Yesu ameniokoa kutoka katika dhambi, kutoka katika utumwa wa dhambi, akaniokoa. Na leo niko Tanzania, ninasema Yesu ni Bwana kwa sababu ameniokoa. Wangapi Yesu amewaokoa? Hebu nyosha mikono namna hii kama unakilema pepea namna hii kama Yesu amekuokoa. Haleluya, haleluya. Yesu ametuokoa kutoka katika dhambi, na mimi ni wa kwanza ambaye amenitoa huko katika dhambi, katika utumwa wa dhambi, akanifanya kuwa mwana wake. Na siku ya leo ninatangaza habari njema kwa sababu Yesu ameniokoa. Na siku ya leo ninakuletea habari hiyo ya wokovu wa Yesu. Kazi gani Yesu amefanya msalabani ili kwamba mimi niitwe mwana wa Mungu. Na kama wewe bado hujaitwa mwana wa Mungu, siku ni leo ya kumpokea huyu Bwana Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Sema amina. Yesu alikuja duniani, aliishi maisha matakatifu, maisha mazuri ambayo alikuwa hayana shida yoyote. Haleluya. Alikuwa ni mtu mkamilifu. Biblia inatuambia ya kwamba alikuwa ni mkamilifu, hakukuwa na dhambi, aliishi maisha matakatifu. Lakini mimi na wewe tulikuwa wenye dhambi. Haleluya. Alizarauliwa na kupigwa ili kwamba apate kukusogeza karibu yake. Haleluya. Yesu akateswa msalabani, akakubali kufa kifo cha aibu, akakubali kudharauliwa, alikubali kufa kifo cha aibu sana ili kwamba apate kutusogeza kuja karibu yake. Haleluya. Lakini sasa katika wokovu huo alitupenda zaidi, akatuweka katikati yake, akatuweka karibu na yeye, akapenda kwamba tuwe karibu yake. Biblia inasema, tusomee katika kitabu kile cha Yohana Mtakatifu sura 3:16. Hii ni aya ambayo tumeisoma tulipokuwa Sunday school katika ekole tumeshika nyumbani, tunasema vile tumeiweka kichwani. Lakini katika hali ya utoto tulikuwa hatujui inamaanisha nini. Lakini unapokuwa mtu mzima unakaa chini utafakari neno hili, ni neno ambalo lina nguvu kubwa ya ukombozi wa mwanadamu. Hebu tusomee Biblia, Yohana Mtakatifu sura 3:16. Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ndio ili kila mtu amwaminie asipotee, ndio bali awe na uzima wa milele. Hebu shangilia kwa neno hilo, shangilia, shangilia, shangilia. Biblia inasema ya kwamba Bwana aliupenda, Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwana wake wa pekee ili kwamba yule ambaye atakayemwamini huyo asipotee bali awe na uzima wa milele. Yesu ni Mwokozi, Yesu ni mkombozi wa maisha yetu. Amena. Biblia inaongeza kusema ya kwamba Mungu hakumtoa ule mwali kwamba hukumu ulimwengu, lakini alimtoa ili kwamba ulimwengu ukombolewe naye. Ambaye ni nani? Ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, aliyekuja msalabani akafa kwa ajili yako, na leo yuko hai, yuko mbinguni, anatuombea usiku na mchana. Hebu shangilia kwa ujio wa mwanaume Yesu, mwanaume Yesu, mwanaume Yesu aliyekubali kufa kwa ajili yetu. Haleluya. Jambo moja ninasema ya kwamba ili kwamba yule atakaye muamini asipotee. Jambo hili nazungumza kwamba yule ambaye atakaye muamini Yesu hatapotea, hataenda kuzimu, hataenda motoni, lakini atakuwa na uzima, uzima wa milele. Haleluya, haleluya. Tuna
kuna uzima wa milele kwa yule ambaye muamini Yesu, yule ambaye mpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Ana uzima wa milele. Haleluya, tunao uzima wa milele. Siku ya leo Kigamboni nimekuletea huyu mwanaume Yesu ambaye aliyekufa msalabani kwa ajili yako. Ninaamini pia mahali ulipo, ikiwa ni nyumbani, Yesu alikufa msalabani kwa ajili yako na amenituma leo Kigamboni nikuambia kwamba ukimwamini hautapotea, utakuwa na uzima wa milele. Uzima wa milele, utaishi naye milele, utakaa naye milele, utamwabudu milele, utaishi naye milele na milele. Haleluya. Kuna jambo moja ambalo inabidi ulifanya. Mungu wetu ni Mungu mwaminifu. Ni Mungu ambaye anatuachia nafasi wanadamu tuchague. Anakuambia nini ya kufanya, lakini anakuachia nafasi. Anakuambia chagua. Sehemu ambayo tumefika mahali hapa ni sehemu ambayo nataka nikuambia kwamba inabidi uchague leo kumpokea Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na siku ni leo, sio kesho. Amen. Siku ni leo, sio kesho. Hebu tusomee ule Ufunuo sura 3:20. Karibu sana kwa msomaji. Haleluya. Tunasoma kitabu cha Ufunuo sura 3:20 yake inasema hivi. Amina. Tazama, ndio, nasimama mlangoni na bisha. Ndio. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, ndio, nitaingia kwake. Ndio. Nami nitakula pamoja naye. Haleluya. Na yeye pamoja nami. Amen. Shangilia kwa ajili ya neno hilo. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu anasema nini? Anasema ya kwamba anasimama mlangoni naye anabisha. Anabisha. Tulivyokuja Tanzania, tumesimama tukawaita watu wa Tanzania tuje Tanzania, wakasema ndio muje. Wangisema hapana tungekuja. Jamani, wangisema hapana tungekuja. Jibu ni hapana, si ndio? Lakini pia mbele tufike hapa tulilomba visa kwenye ubalozi wa Tanzania. Wangitunyima tungefika hapa? Wangitunyima kwamba hapana nyamtakiwi kule Tanzania tungefika hapa? Jibu ni kwamba hapana. Yaani serikali ya Tanzania ingitunyima maombi ya visa kwamba sisi tutaki kuja, msikuje kwetu, hatungekuja Tanzania. Lakini pia tuna mtumishi wa Mungu Bishop Emmanuel ambaye ni kiongozi wa Gospel Nation hapa. Alikuwa tuambia kila siku karibu Tanzania, karibu Tanzania, karibu Tanzania. Tumekuja Tanzania kwa sababu wa Tanzania wametukaribisha kwao, wamefungua milango, wakasema njoni Tanzania, tufanye mkutano wa injili kwa mataifa yote. Ndio kwa maana leo tuko hapa siku ya leo. Amen. Lakini Yesu naye pia anasema hivyo. Anasema anabisha namna hii, anabisha namna hii, anabisha namna hii kwako. Sasa hivi Yesu yuko hapa, anabisha mlangoni kwako, anabisha namna hii, anasimama, anabisha. Haleluya. Ambaye ana uwezo ya kumfungulia aingie kwake ni wewe. Haleluya. Wewe ndio una uwezo wa kumfungulia aingie kwako. Mimi nimekuambia tu process, namna gani ifanyike. Yesu ni nani? Yesu amefanya nini kwa ajili ya ulimwengu? Kinachobaki hapa ni wewe. Haleluya. Kinachobaki hapa ni wewe. Ikiwa bado hujampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, siku ni leo, muda ni huu, dakika ni hii, saa
majira ni haya katika jumba la Kigamboni, Dar es Salaam, Tanzania, mwezi huu wa 7 mwaka huu 2026. Yesu anasimama, anabisha mlangoni pa roho yako. Haleluya. Inabidi wewe umfungulie aingie. Na Biblia inasema ya kwamba utakapofungua aingie, ataingia kwako, ataingia ndani ya moyo wako, atakaa humo, atakula pamoja na wewe. Jamani, unajua inakuwa namna gani ukule pamoja na Yesu? Leo niwape mfano. Leo nilikuwa kuwatembelea wazazi hapa mahali ambapo wamekuwa pale hotelini, kwa sababu nilikuwa bado sijapata nafasi kabisa ya kuwatembelea. Na nilipofika ilikuwa ni wakati wa kula, na mimi nikaikalishwa hapo mezani, na mimi nikanawishwa mikono, na mimi nikaambiwa kwamba nikule na wakubwa wazazi wangu. Nimesikia kwamba nimepanda viwango, nimekuwa huko juu, kwa sababu sijui haingewezekana kwangu siku moja nikule na wazazi wangu meza moja, lakini leo imefanyika. Haleluya. Na kimekuwa kitu kimeandikwa ndani ya moyo wangu. Sasa imagine Yesu Kristo ambaye ni mfalme wa wafalme, ni Bwana wa mabwana, ni yule ambaye aliyechukua masikitiko yako, ambaye ni Bwana wako, ambaye ni Mungu wako, ukae ukule naye. Unaviona hiyo vitu? Unaona hayo? Ni jambo kubwa sana. Haleluya. Anasema kwamba ukifungua ataingia kwako na kukula naye. Nakupa mfano huu. Tulikuwa Ujerumani mwaka wa 2019 kabla ya COVID. Tulikuwa tunahubiri hapo njiani barabarani. Nikawa tulikuwa tunaenda kuhubiri kwenye kundi ya watu 3. Tukakutana na mdada mmoja ambaye tulizungumza naye habari za Yesu. Tukamwambia habari za dunia, kwa sababu tulimuuliza hivi, mtu anapokufa unajua kwamba kuna maisha baada ya haya? Akatuambia kwamba anajua kwamba mtu akikufa, mtu anakufa binaishia pale. Tukamwambia pana, kuna maisha baada ya haya ambayo tunayoyaishi. Na mtu anapokufa ndo anda kuanza maisha, na ni vitu viwili. Yaani ufanye maisha yako na mbinguni au milele pamoja na Yesu au motoni. Akawa ameshtuka. Akasema ndio. Tukaanza kumfasiria habari za wokovu. Na katika hayo akakuwa kwamba amesikia na akakubali ndani yake kwamba atampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Basi tukamwambia ni vizuri sana kama utakubali tukuongoze tena toba, na hapa ukumkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, utakuwa umempokea na atakuja kwako. Akawa amesita sana. Kisha mwisho akatuambia hivi, mnajua naishi na boyfriend. Najua mnaelewa boyfriend. Naishi na boyfriend nyumbani moja. Inabidi pia naye nikamuulize maoni yake kwamba anaonaje hivi vitu. Tukamwambia kwamba wokovu ni kitu binafsi. Unaweza ukaokoka leo na kisha kuna kumwambia huyo boyfriend wako kwamba umeokoka, umempokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na kisha ukamshawishi yeye pia ampokee Yesu. Akasema hapana, mimi naona kwamba ni vizuri tu kabisa nikazungumze naye, nimuulize naye maoni yake. Mnajua kwamba kwenye mji mkubwa wa Germany, Berlin, kuna watu wengi, kuna mikusanyiko mingi, kuna vitu vingi ambavyo vinaendelewa. Sasa ni yule, yani tunasema Gen Z, yani alikuwa na miaka 22 hivi. Na tunajua kwamba kule Ulaya kuna mbele uvuke kuna hivyo vitu ambavyo vinakuonyesha kwamba wa mguu anza kapita, gari na pita. Lakini kwa sababu ni wale vijana hawaheshimiwa utaratibu, anaweza kavuka tu hata sio wakati wake yeye wa mguu kuvuka. Na kwa bahati mbaya alivyovuka, kukimbia kuvuka, akagongwa na treni na akafa hapo hapo.
ilikuwa ni huzuni kwa sababu alikufa bila Yesu, lakini alipata nafasi ile siku, ile dakika ambayo tulikuwa pale tunamwambia kuhusu habari za Yesu. Angempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, angeokoka. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba ukimpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako utaokoka. Lakini alikataa, ili kwamba ndiye asubiri aulize nyumbani, na nyumbani yenyewe hakufika. Akaishia njiani na akafa bila Yesu. Sasa siku yako ni leo wewe pia Kigamboni. Yesu anasimama hapa leo, anabisha mlangoni, anabisha kwenye mlango wa roho yako, anabisha jioni ya leo, anakusihi ufungue aingie kwako. Na wewe kama bado hujawahi kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, siku ni leo. Usingoje kesho, kwa sababu haujui kisha dakika 3-4 nini kitafanyika kwenye maisha yako. Kwa hiyo siku ni leo, muda ni huu, wakati ni sasa. Hebu nyosha mkono mahali ulipo. Kama unataka kumpokea Yesu, hebu jongea hapa mbele. Amina. Hongereni sana kwa huduma ambayo inaendelea mahali hapa. Asante. Mungu anatumia kwa viwango vya tofauti. Mnaambia nini watazamaji ambao wanakutazama kwa sasa? Namshukuru Mungu sana kwa sababu hii ni mara yangu ya pili kuwa Tanzania, na tumekuja huku Kigamboni na ni mbali kidogo, lakini kweli tumeona matokeo ya kazi ya Mungu kwa siku hizi mbili ambao tumefanya hapa. Siku hii ya pili kumekuwa kuna ongezeko la waumini ambao wamemwamini Yesu. Jana tulikuwa na 20, leo 22. Kwa hiyo kuna matokeo mazuri mpaka sasa. Namshukuru Mungu. Jumatatu tutatembelea pia hospitali ya Kigamboni kuna kuwaona huko. Kwa hiyo kama una mtu na mgonjwa, amlete, tutamuombea na Mungu atamsaidia. Tumetoka nchi za mbali mpaka hapa. Hii injili itaendelea, ni mwisho ni hapa au bado inaendelea na mahali pengine? Hapa injili inaendelea. Mwakani tutakuwa Zambia. Kwa hiyo hii timu yote watu watakuwa hapa ambao wako hapa, kwa sababu kuna mataifa mbalimbali. Kuna watu wametoka Malawi, Ulaya, Kongo, Zambia, Rwanda, Burundi, wako hapa. Na tutakapokuwa Zambia pia kutakuwa na wengine watakuja na Watanzania watakuja. Na muda ni mchache. Kwa kumalizia tu, ukawaambie watazamaji wanaokutazama wajiandae kumpokea Kristo kila mahali. Ndio, na nawaambia watazamaji wote ambao wanatuangalia kwamba mjiandae kumpokea Yesu, kwa sababu Gospel for All Nations au injili kwa mataifa yote, lengo kubwa ni kumtangaza Kristo. Kama vile tunatembea na andiko ambalo nasema enendeni mkawafanye watu wote kwa wanafunzi. Kwa hiyo ndio lengo kubwa ambalo tunao, na malengo yetu makubwa ni kwamba mikoa yetu ya Dar es Salaam wageuke kuwa wanafunzi wa Yesu. Hiyo tutakuwa tumeweza, na tutakuwa tumeweza sana. Mungu abariki sana kwa kujitoa kuzunguka nchi mbalimbali kuhubiri injili ya Kristo. Amina. Mama, nakushukuru sana. Asante pia, na mimi nimebarikiwa siku ya leo. Barikiwa pia, asante. Mungu akubariki sana. Asante sana. Asante sana. Na mimi nikaribie nchi zingine. Karibu tena Zambia. Tutafanya hivyo kwa kweli, nitakukaribisha Zambia. Okay, watu wa Zambia jamani, tujiandae na nchi mbalimbali. Mama, asante sana. Asante sana. Okay, bwana, endelea kubarikiwa kabisa na watumishi wa Mungu hawa. Amen. Aloteni sasa, changamkeni. Haleluya. Nani anayeweza kutembea jamani? Mitume wote. Amua leo kumpokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wako. Siku za mwisho zimekaribia. Watumishi wa Mungu wamejitoa kuzunguka huku na huku kutumia gharama nyingi kwa ajili yako wewe ambao unahangaika au unateseka na mizigo ya dhambi. Tayari waliompokea Kristo na sasa hivi wamekubali kuzaliwa mara ya pili. Mwamba ni Yesu. Wimbo ambao unaimbwa kwa sasa ni mwamba ni Yesu. Ni raha iliyoje. Oh, haleluya. Ni raha iliyoje pale watu ambapo
wanaacha dhambi zao na kumpokea Kristo kwa Bwana na Mwokozi wao. Hakika Yesu ni mwema. Hakika Yesu ni mwamba. Sifa na utukufu anastahili kupewa yeye aketie mahali pa juu na kila uovu. Leo imekuwa kiumbe kipya. Nambariki baraka za Ibrahimu baba yetu wa imani, hata bariki kiroho kama kimwili, katika jina la Yesu Kristo, amen. Usiogope. Jina naitwa Mwajuma. Kwa imani ya Yesu Kristo, Mwajuma baada ya kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi, kwa imani ya Yesu Kristo leo nenda kubatiza katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Ni katika jina utukufu la Bwana Mwokozi wetu Yesu. Amen. Shika.